Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ongera sana mtu wa Mungu kuhitimisha mfungo wetu wa siku 3 madhabahuni kwa ajili ya kuliteka lango la mwezi huu mpya ambao Bwana ametupatia. Na ni mwezi ambao hatutakiwi kuenenda kinyonge. Ni mwezi ambao tunatakiwa kubaki madhabahuni. Ni mwezi ambao tunatakiwa kuenenda katika roho. Ni mwezi ambao hutakiwi kuwa distracted. Ni mwezi ambao unatakiwa kuwa spiritual active, yaani kubaki katika nzamu yako. Na kwenye siku hii ya leo ambayo ni siku ya 3 ya hitimisho, nitakupatia maelekezo na yale ambayo tunayotakiwa kuyafanya siku ya leo baadaye. Lakini ninataka kwanza tuhitimishe mfungo wetu kwa neno na kwa maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutaenda kuhitimisha kwa namna hiyo. Nitaenda kuachilia neno, lakini pia tutaingia kwenye maombi. Hakikisha pia unaomba na hakikisha kwamba unaunganika. Lipo neno la kuhitimisha katika kitabu cha Wafalme wa Pili sura yake ya 7 mstari wa 3 na kuendelea. Neno la Mungu linasema, basi walikuwapo watu 4 wenye ukoma penye lango la mji, wakasemezana, mbona tunakaa hapa hata tufe? Tukisema tutaingia mjini mna njaa, nasi tutakufa humo, nasi tukikaa hapa tutakufa vile vile. Haya, twende tukaliendee jeshi la Washami, wakituhifadhi hai tutaishi, wakituua tutakufa tu. Basi wakaondoka kabla ya mapambazuko ili waende mpaka kituo cha Washami, na walipofika mwanzo wa kimo cha Washami, kumbe hapana mtu, kwa maana Bwana alikuwa amewasikizisha Washami kishindo cha miendo ya magari na kishindo cha farasi, kama kishindo cha jeshi kubwa. Wakaambiana, tazama, mfalme wa Israeli amewaajiri wafalme wa Wahiti na wafalme wa Wamisri waje wapigane nasi. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana, mtu wa Mungu. Mwezi wa 6, kumbuka, ni mwezi ambao unaugawanya mwaka mara 2. Yaani hapa tumefikia nusu wa mwaka. Tumefikia kwenye nusu wa mwaka, kwenye miezi 12 ya mwaka. Na ni mwezi sensitive sana. Ni mwezi ambao wengine wanachoka. Ni mwezi ambao wengine, kama kuna yale ambao Mungu hayawajibu kwenye maisha yao katika mwaka, wanarudi nyuma, wanachoka, wanakata tamaa. Lakini listen to me. Ni mwezi ambao tunaenda kutiwa nguvu. Nyayo zetu zinaenda kutiwa nguvu kwa namna isiyo ya kawaida. Katika ulimwengu wa roho kuna nyayo zako zinaenda kutiwa nguvu. Nyayo zako zinaenda kutiwa nguvu. Katika unyao wa mwanadamu, katika ulimwengu wa roho kuna nguvu ambayo Mungu anaiachilia. Na ile nguvu ikiachiliwa, ule upako wa kwenye nyayo ukiachiliwa, hakuna mahali ambapo unaweza ukakanyaga ukashindwa. Hakuna shetani, hakuna adui yeyote ambaye anaweza akasimama mbele yako akashinda. Listen to me. Kuna mambo ambayo yamkini mwezi wa 1 mpaka mwezi wa 5 ulishindwa kuyafanya. Umepapasa, umefanya, umegusa, lakini nothing happened, nothing changed, nothing transformed, nothing. Hakuna ambacho kilichobadilika. Sikiliza, mwezi wa 6 ni mwezi wa kutiwa nyayo nguvu. Ni mwezi ambao nyayo zako zinaenda kutiwa nguvu. Ukisoma kitabu cha Yoshua sura ya 1 mstari wa 1 na kushuka mpaka mstari wa 4, utaelewa kwamba kwenye nyayo za Yoshua, upako huu ambao Mungu anaenda kuachilia kwenye maisha yako katika mwezi huu, maisha yetu, Bwana anaenda kuachilia upako ambao alioachilia mbele ya Yoshua. Anamwambia kwamba mahali ambapo utaweka nyayo za miguu yako, mahali ambapo utaziweka, ramantozi ataya. Sikiliza mtu wa Mungu, tunaenda kuomba, lakini kabla hatujaomba, naomba nikupe ufunuo, ili kwamba unapoomba, you must know what you are praying, ili kwamba tunapolitia jina la Bwana ujue kwamba
kwamba ni nini unaomba, lakini pia uwe na maarifa ya kile unachokiomba, lakini pia uelewe kile ambacho Bwana amesema kwa ajili yetu katika mwezi huu, kwamba anaenda kuweka nyayo zetu nguvu, anaenda kuzitia nguvu. Sasa hapa tunakutana na scenario, tunakutana na jambo ambalo liliwatokea watu ambao walikuwa wametengwa na jamii, watu ambao walikuwa wana tumaini la kuishi tena, watu ambao maisha yao yalikuwa yamevurugika, watu ambao magonjwa yalikuwa yamewaharibu na kuwamaliza, watu ambao waliwekwa kabisa mbali na watu wengine. Na ni watu ambao ninazungumza nao sasa hivi, aidha ni watu ambao kuna mambo yameharibika kwenye maisha yako, labda kibiashara, kwenye kazi umejaribu, aidha ni afya imezorota, magonjwa yamekuwa mengi sana, mifumo kwenye maisha yako yameharibika, uchumi haushikiki, unafanya biashara lakini nothing happen, unapokea mshahara lakini hakuna kinachoendelea, lakini umejaribu kuanzisha kitu fulani, aidha kimeharibika. Sikiliza, hawa watu wenye ukoma, walikuwa wamewekwa kwenye lango la mji, imradi kwamba Bwana ametupa nafasi ya kuingia kwenye mwezi huu, na tumekuwa na mfungo wa siku 3, yani siku ya kukamilisha siku 3 kuliteka lango la mwezi huu, na tumeliteka. Listen to me, tumeliteka lango la mwezi huu wa Juni. Tumeteka lango kwenye mwezi huu tumeuteka kabisa lango lake. Kama haujaondolewa kwenye lango na ushindi wako haujaondolewa, yamkini bado ungali kwenye lango. As long as you are still on the gate, you are still a victorious. Kama ungali bado kwenye lango, bado wewe ni mshindi. Kama bado umewekwa ungali kwenye hilo lango, basi bado tumaini la kuishi lipo. Kama bado ungali kwenye lango, basi uchumi bado utaimarika. Kama bado ungali kwenye lango, bado afya yako itarejea. Kama bado Bwana ameamuru uendelee kubaki kwenye lango, na lango ni madhabahuni, kama Bwana ameamuru uendelee kubaki kwenye lango, basi breakthrough, mpenyo utatokea. Ni lazima. Sikiliza, adui akikuteka kwenye lango, adui akishika lango lako, umemalizika. Kumbuka, hawa ni wenye ukoma na walikuwa 4 na walikuwa kwenye lango la mji. Hivi unaelewa tunapozungumza lango la mji? Adui akiteka lango kwenye maisha yako, umekwisha. Kwenye kila maeneo, kwenye uchumi, kwenye familia, kwenye jamii, kwenye nchi, kwenye kanisa, kuna lango. Na ndiyo maana ukiona mtu anakuzuia, adui anaingia, mwivi ameingia kwenye nyumba na akasimama kwenye lango, utapita wapi? Sasa hawa wenye ukoma walikuwa wamewekwa kwenye lango. Maisha yetu yatafananishwa kama mwenye ukoma mwezi huu aliyewekwa kwenye lango. Ushindi wetu uko kwenye lango, na kila upinzani ambao adui ameuinua kwenye lango, kwa jina la Yesu atauondoa. Kwa jina la Yesu linaondolewa, na tunaenda kutangaza ushindi siku ya leo. Hawa wenye ukoma walipopigwa na njaa, wakasema tukienda mjini nako kuna njaa, lakini twende kwenye kambi la Washami. Biblia inasema ya kwamba hawa wenye ukoma wakasemezana, twende kwenye kambi la Washami, kama watatuua watuue tu, na kama watatuacha hai, basi tutaishi. Na walipokuwa wakienda, walikuwa wamekubaliana. Kila kukubaliana ni kufanya agano katika ulimwengu wa roho. Kila kuzingatia jambo, kila kukubaliana kwenye jambo na kuweka muhuri kwenye hilo jambo ni agano ambalo naliweka kwenye ulimwengu wa roho. Na hakuna kitu ambacho kinafanya kazi katika ulimwengu wa roho kama agano. Covenant. Hakuna kilicho na nguvu kwenye ulimwengu wa roho kama agano. Ndio maana kuna mchawi ambaye alifanya agano la kipepo kwenye ulimwengu wa giza, huko kuzimu, akatoa na sadaka, akatamka maneno, akaachilia miroho, ikamshika mtu fulani na maisha yake yakaharibika.
na wengine kabisa wakafariki, kwa sababu agano kama hauna Mungu litakuharibu. Na ndio maana kwetu sisi wana wa Mungu, kila tunapokuwa na ibada, kila tunapopata nafasi ya kufanya mambo ya kiroho kama na haya, tunaambatanisha na sadaka, ili kwamba hilo jambo liwe na nguvu isiyo ya kawaida katika ulimwengu wa roho, ili kwamba hilo jambo ambalo tuliloliombea, tulilolifahamu, huo ufunuo tulioupata tukauombea, huwa tunaambatanisha na sadaka, kwa sababu katika ulimwengu wa roho hakuna agano bila sadaka. Ramantoziataya. Mungu atusaidie sana. Na katika mwezi wa 6, something is going to happen. Kuna kitu kinaenda kutokea kwako, kwa sababu nyayo zako hazitabaki za kawaida baada ya maombi haya. Wenye ukoma walipoingia kwenye kambi la Washami, sikiliza kilichowatokea maadui. Sikiliza, maadui ni kitu gani kiliwatokea wakati wao wanaenda kwenye kambi ya Washami wao wakawa wanasikia vishindo vya magari zile za askari, wakasikia mafarasi kama wanakuja kuwashambulia. Kumbe haikuwa magari, haikuwa farasi, haikuwa sijui mambo ya vita, ilikuwa ni vishindo, ilikuwa ni miguu ya wenye ukoma ambayo walikuwa wanakimbia kukabili kambi yao, kwa sababu Bwana aliimarisha, Bwana alitia nguvu nyayo zawa Washami, zawa wenye ukoma, ikasikika kama vishindo vya magari ya moto, ikasikika kama vishindo vya magari ya maaskari ambayo inakuja kuwashambulia. Wakakimbia. Kuna vitu ambavyo adui amevichukua kwako. Mimi sijui amechukua nini, aidha afya, aidha watoto wako, aidha ndoa yako, aidha uchumi wako, aidha kazi yako, aidha biashara yako, aidha nafasi yako. Lakini siku ya leo Bwana anaenda kutia nyayo zako nguvu, na inaenda kusikika kama vishindo vya magari kwenye ulimwengu wa giza, kwenye ulimwengu wa kimizimu, kwenye ulimwengu wa wachawi. Bwana anaenda kurejesha yote ambayo adui aliyochukua kwako, maana Biblia imeandika kwamba atatupatia hazina za gizani zilizofichwa mahali pasiripo kataya. Katika uwezo wa jina la Yesu tunaingia kwenye maombi. Baba mwaminifu, Mungu mwenye nguvu, asante kwa neema na rehema zako kwenye mwezi huu ambayo Mungu umetuwezesha, ambayo Bwana umetusaidia. Na leo hii ikiwa ni siku ile ya 3 ya kukamilisha siku yetu ya 3 ya mfungo, ili kuliteka lango la mwezi huu, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, ninaliitia jina lako. Bwana, umesema nasi kwa habari ya wenye ukoma 4 ambao Bwana walikuwa wana tumaini la kuishi tena, ambao walikuwa wametengwa, ambao walikuwa wamewekwa kando, ambao walikuwa wamezarauliwa, ambao walikuwa wametukanwa, ambao walikuwa wameshimangwa, ambao walikuwa Bwana wamesulumiwa. Katika uwezo wa jina la Yesu Kristo, siku hii ya leo Bwana, ninakuja mbele zako. Siku hii ya leo Bwana, tunakuja mbele zako katika mwezi huu Bwana, tukiliteka lango la mwezi huu, ninaliteka kwenye maisha ya watu wako, kwenye maisha ya mtoto wako huyo, kwenye maisha yetu. Tunateka lango la mwezi huu, mwezi huu Bwana ikatii. Mwezi tunatisha mwezi huu katika miguu yako Bwana, tunatisha mwezi huu katika nguvu yako Bwana, kwa jina la Yesu Kristo. Tunateka yaliyo yetu, nasi tunaunganika Bwana kwa agenda yako uliyoiamuru katika majira haya ya mwezi huu, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Biblia inasema kwa habari ya nyayo za wenye ukoma kutiwa nguvu, na umesema ya kwamba Bwana, nyayo zetu zitatiwa nguvu kwa namna isiyo ya kawaida. Katika jina la Yesu, ninaamuru nyayo za mtu huyu, ninaamuru nyayo za mtoto wako huyu zikatiwe nguvu. Nyayo zetu zikatiwe nguvu kuanzia sasa, nyayo zetu zikatiwe nguvu kuanzia sasa. Chochote ambacho adui alichokitukua kutoka kwetu, nyayo zikatiwe nguvu, adui akakimbizwa na ushindo wa nyayo, maana imeandikwa, mahali ambapo utaweka nyayo za miguu yako ni mahali nimekupa. Kwa jina la Yesu, kila ofisi tutakayoingia ni Bwana ametupa. Kila biashara tutakayoianzisha, kila biashara tunayoifanya ni Bwana ametupa. Kila miradi, kila project tutakayoianzisha ni Bwana ametupa. Kila nyumba tutakayoijenga ni Bwana ametupa.
kutupa kila chochote ambacho adui atakipanda kwenye mapando, kwenye mazingira tatanisha, kwenye mazingira Bwana, nguvu iliyo kwenye nyayo ikaharibu, ikavunja. Tunatangaza agano la Bwana kwenye maisha yetu kwenye mwezi huu kupitia damu ya Yesu Kristo. Nyayo za mtoto wako huyo Bwana zitiwe nguvu. Tamka upako kwenye nyayo, na tamka upako kwenye nyayo katika jina la Yesu. Nyayo zilizofungwa zifunguliwe, miguu iliyofungwa ikafunguliwe, nyayo zilizonyunyiziwa roho ya udhaifu kwa jina la Yesu ziwekwe huru. Hizo nyayo zifunguliwe, hizo nyayo zilizotamkiwa roho ya kukataliwa, hizo nyayo zilizotamkiwa kwamba kila mahali zitakapokanyaga zitakataliwa kwa jina la Yesu. Ardhi na ikubali kila laana za ardhi, kila laana za mazingira, kila mkuu wa anga kwa jina la Yesu. Naharibu kazi zake, naliteka lango kwenye mwezi huu, makambi yote adui aliyoyashika kana kwamba ameshinda, kwa uwezo wa jina la Yesu tunaingia kwenye makambi hayo na nyayo zilizotiwa nguvu, tunaingia kwenye makambi hayo na nyayo zilizotiwa uwezo wa Bwana, kama mfano wa wenye ukoma walivyokaribia kambi la Washami. Biblia inasema walipoingia kwenye kambi la Washami, nyayo zao zikasikika kama magari ya vita, nyayo zao zikasikika kama farasi za vita. Hivyo ndivyo nyayo zetu zitakavyosikika kuanzia leo, hivyo ndivyo nyayo za mtu huyo zitakavyosikika kuanzia leo kwenye ulimwengu wa mapepo, kwenye ulimwengu wa wachawi. Kila adui atakayenyanyuka kufanya agano ya kuharibu maisha yetu, maisha ya watoto wetu, maisha ya ndoa, maisha ya uchumi, kwa jina la Yesu ikaribike. Imeandikwa kwenye Zaburi ya kwamba mabaya hayatakupata wewe, na wala tauni haitaikaribia hema yako, kwa jina la Yesu. Hakuna tauni itakayokaribia hema zetu, hakuna tauni itakayokaribia hema ya mtu huyo, hakuna tauni itakayokaribia Bwana hema za watoto wako, hakuna mabaya atakayowapata watoto wako Bwana, kwa jina la Yesu. Ramosiata labanda, kwa uwezo wa jina la Yesu, mwezi huu ni mwezi wa kutiwa nguvu nyayo zetu kwa jina la Yesu. Naachilia nguvu za Bwana kwenye hizo nyayo, kwa mtoto wako huyo Bwana, kila mahali alipo, naachilia upako kwenye nyayo, naachilia nguvu zako zipite kwenye unyayo, zipite kwenye nyayo hizo. Roho Mtakatifu, pita kwenye miguu hiyo, katika jina la Yesu. Kila vyovyote vya majani, kila nguvu za giza zilizoshika nyayo za mtu huyu, kuanzia sasa zivunjike. Kuanzia sasa naachilia moto lao, yanze kula kwa jina la Yesu, yanze kula kila uharibifu, yanze teketeza kila uharibifu. Ni katika uwezo wa jina la Yesu Kristo, natangaza ufungulivu, natangaza ukombozi kwa jina la Yesu. Wako wengine ambao walitamkiwa kwamba watahangaika, watazunguka. Kuko roho ya mangaiko imenyunyizwa juu ya watu hawa, iko roho ya mangaiko imenyunyizwa juu ya mtu huyo kwa jina la Yesu. Chochote kilichotamkwa kwenye madhabahu ya giza, katika ulimwengu wa giza, ninasimama katika nuru ya Kristo Yesu, ninasimama kama nabii wa Bwana, nami ninaachilia nguvu zako Bwana kwa mwanao. Kila nguvu yoyote, kila maagano ya kipepo, kila uharibifu wote uliotamkwa juu yake, kila madhaifu, kila hali mbaya, kila roho za kipepo zinazotafuna maisha yake, kwa jina la Yesu ninaamuru ya hali hiyo iweze kuvunjika kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Hakuna jina lingine tulilopewa wanadamu kuokolewa kwa hilo. Kwa mamlaka ya jina la Yesu na amuru kila maagano ya kipepo inayomtafuna mtu huyo, amezunguka hapa na pale, amejaribu biashara hii na ile, amejaribu kuapply kazi hapa
na pale, lakini bado matokeo chanya hayajatokea. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, chochote kilichotamkwa kwamba miguu yake itahangaika, kwamba miguu yake haitabaki sehemu moja, natangaza hiyo maagano, hizo roho za giza zote kwa moto katika jina la Yesu. Mwezi huu Bwana ni mwezi wa kushuhudia, mwezi huu Bwana ni mwezi wa kutiwa nguvu nyayo zetu, ni mwezi wa kumiliki katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Hatutaonewa na nguvu zozote zile, utaonewa na nguvu zozote zile. Nyayo zitiwe nguvu, Wengine wameharibikiwa ndoa zao, wengine wameharibikiwa afya zao, wengine wameharibikiwa ndugu zao. Biblia inasema ya kwamba wakati wenye ukoma wane walipoingia kwenye kambi, walikusanya dhahabu, walikusanya lulu, walikusanya vitu vizuri. Kwa jina la Yesu, ni mwezi wa kukusanya vyote vilivyotapanywa na adui, ni mwezi wa kukusanya kwa jina la Yesu. Ndoa iliyoharibika ninaikusanya katika ulimwengu wa roho, ndoa iliyoharibika na ikusanya katika ulimwengu wa roho. Watoto walioharibika, waliotawanyika kutoka kwenye nyumba, wametawanyika katika tabia mbaya, ninawakusanya kwa jina la Yesu, ninawakusanya kwa jina la Yesu. Watoto waliopotea, ninawarejesha kwenye familia hii, ninawarejesha kwenye familia hiyo kwa jina la Yesu. Mume aliyepotea, mke aliyepotea, amemtupa mwenza, amemtupa mwezio, ninamrejesha kwa nguvu ya jina la Yesu, kwa upako wa jina la Yesu, kwa upako wa Mungu aliye hai, kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, namrejesha kwa jina lake, uchumi ulioharibika, uchumi uliotapanywa, uchumi ulioliwa na madumado, uchumi ulioliwa na maajenti wa shetani, uchumi ulioliwa na wachawi na majini, na urejesha kuanzia sasa, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Narejesha kila uchumi, narejesha huo uchumi wako, narejesha huo uchumi kwenye hiyo mikono, narejesha huo uchumi kwenye hii mikono, kwenye huo mfuko, narejesha kuanzia sasa, ni katika jina la Yesu, hiyo biashara yako, hiyo biashara kunairejesha kwa jina la Yesu, aliye hai. Mazingira yameharibika sehemu ulipo, mambo yameharibika sehemu ulipo, natamka kwa mamlaka ya jina la Yesu. Biblia inasema kwenye kitabu cha Zaburi, ulituma neno uwaponya na kuwatoa katika maangamizi, kila maangamizi aliyoagizwa na ulimwengu wa giza, kwenye mazingira hayo, kwenye nchi hiyo, kwenye mji huo, kwenye kijiji hicho, kwenye mkoa huo. Nalituma neno hapo, nalituma neno la Bwana linalobadilisha mazingira. Biblia inasema kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 3, Mungu akasema kuwe na nuru, kukawa nuru. Kwa jina la Yesu natamka nuru kwenye maisha yetu, natamka nuru kwenye familia, kwenye maisha haya kwa jina la Yesu, kwa neno la Bwana linaloumba, kwa neno la Bwana lilotenga nuru kutoka gizani. Biblia inasema kwenye kitabu cha Yohana, nayo nuru yang'aa gizani na wala giza halikuiweza. Kila ambacho kilichomzuia watoto wako, chochote kilichozuia watoto wako, vyovyote vile vilivyozuia watoto wako, we Bwana, kwenye mwezi huu havitatuzuia lebrende tapaya kwa jina la Yesu, havitatuzuia, ni katika jina la Yesu, maana nyayo zetu zinatiwa nguvu, katika jina la Yesu alia. My God, katika jina la Yesu alia. Iko neema ya Bwana, iko neema ya Bwana, iko neema ya Bwana, iko neema ya Bwana, iko neema ya Bwana,
iko neema ya Bwana, iko neema ya Bwana, iko nguvu inapita kwenye miguu yako, iko nguvu, 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 iko nguvu inapenya kwa jina la Yesu, iko nguvu, iko nguvu, iko nguvu, iko nguvu, iko nguvu, inatikisa kila uharibifu wa adui, inatikisa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. My God, my God, my God, my God, Jesus, 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 Jesus. Wapo wengine wamefungwa mikono yao mwezi we Bwana, rimandiata brande kolia, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Hiyo mikono inatiwa nguvu nayo, hiyo mikono inatiwa nguvu nayo, hiyo mikono inatiwa nguvu nayo kwa jina la Yesu. Imeandikwa ya kwamba imebarikiwa kazi ya mikono yako kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Chochote ambacho mwanao huyu Bwana atakachokigusa kikastawi na kubarikiwa kuanzia leo, kikastawi na kubarikiwa kuanzia leo, kikastawi na kufanyikiwa kuanzia sasa, ni katika jina la Yesu. Hakutaonekana hasara tena kwenye mikono yako, hakutaonekana hasara yote, hasara itaonekana tena katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Natamka neno Bwana kwa mwanao huyu ambaye Bwana ameishika na sadaka yake kwa jina la Yesu Kristo. Ikapige kelele hiyo sadaka, ikapige kelele, ikapige kelele kama vile Washami walivyokimbia. Maadui hivyo ndivyo wakakimbia kwenye maisha yake, kwenye biashara yake, kwenye kazi yake, kwenye ndoa yake. Maadui wakakimbia mbali kwa jina la Yesu, kama vile Washami walivyokimbia kuacha kambi zao waliposikia vishindo vya wenye ukoma. Hivyo ndivyo kila uharibifu utakaoelekezwa kwenye maisha yake Bwana, kwenye maeneo yote ya maisha yake, ikakimbia kwa mamlaka ya jina la Yesu. Sadaka yake yeye Bwana ikapige kelele kwenye mwezi huo, kwenye mwezi huo, kama vile alivyojiambatanisha na sadaka yake Bwana. Hivyo ndivyo ajenda yako Bwana kwa watu wako mwezi huu, Mungu akaambatane nayo kwa jina la Yesu. We reject every demonic agenda. Tunakataa kila agenda za kipepo, hazitafanikiwa. Kila agenda za kichawi, kila agenda za kipepo, kila agenda za kiushirikina. Wengine wanarogwa kwenye makazi yao, wengine wanafungiwa mavitu. Kwa jina la Yesu upo upako ambao Bwana unafanya kazi kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Thank you Holy Ghost. Asante Roho Mtakatifu, asante Roho Mtakatifu kwa neema yako na uweza. Asante Roho Mtakatifu kwa uweza wako. Thank you Holy Spirit. Asante Mungu aliye hai, hata sasa unawasaidia watu wako kwa jina la Yesu. Natangaza urejesho kulingana na kitabu cha Yoeli sura ya 2 mstari wa 28. Natangaza urejesho, natangaza urejesho wa miaka iliyohangaika, miaka amehangaika na magonjwa, miaka amehangaika Bwana na uchumi na kazi na biashara. Baba, natangaza urejesho, natangaza urejesho kila maeneo, kila maeneo, kila maeneo, kila maeneo, kila maeneo. I speak restoration even now in the mighty name of Jesus the Son of the living God, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Urejesho wa tabia kwa watoto, urejesho wa tabia kwa uwenza wao kwa jina la Yesu. Urejesho wa kila chochote kilicholiwa na madumado. Imeandikwa ya kwamba mwivi ajili aibe, haribu na kuchinja na kuua, bali wewe Yesu umekuja ili wanao wawe na uzima na kisha wawe na utele. Umekuja ili mtoto wako huyo awe na uzima na kisha awe na utele. Umekuja ili kundi lako ndogo, ili maisha yetu yawe kwa utele. Kwa jina la Yesu natangaza utele, utele wa kifedha, utele wa kimahusiano, utele wa kibiashara, utele wa wateja, utele kila mahali, utele wa furaha, utele wa amani, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu.
Yesu, kwa jina la Yesu. I speak supernatural abundance. Oh, utele wa kiungu, utele wa kiungu, utele wa kiungu. Oh, maongezeko ya kiungu kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Utele kila mahali, utele kila mahali. Nyayo zinapoendelea kutiwa nguvu, maisha yanapoendelea kutiwa nguvu, utele, urejesho wa utele, utele wa afya, utele wa afya, utele wa kila jambo, utele wa fedha, utele wa mali, utele wa ufahamu, utele wa maarifa, utele wa furaha, utele wa ulinzi, katika jina la Yesu aliye hai, katika jina la Yesu aliye hai, katika jina la Yesu aliye hai. Rando ziataya ripakataya, katika jina la Yesu aliye hai, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika iko neema, iko neema, iko neema. Endelea kuomba mtu wa Mungu, endelea kuomba. Weka mkono wako kwenye tumbo, weka mkono wako kwenye tumbo, weka mkono kwenye tumbo, endelea kuomba. Iko neema, iko neema inapita, iko neema inapita ya uzao, iko neema inapita ya uzao, kizazi kilichoharibiwa, kizazi kilichoharibiwa, kwa jina la Yesu natangaza utele kwenye hilo, katika jina la Yesu aliye hai, katika jina la Yesu. Neema ya kuconceive, the grace to conceive, the power to conceive, neema ya kushika ujauzito, neema ya kushika ujauzito, neema ya kushika ujauzito kwa jina la Yesu. Mafuta, oh Roho Mtakatifu, oh Roho Mtakatifu, penya ndani ya tumbo hilo, penya ndani ya tumbo hilo, kila uharibifu, kila magonjwa, mapepo yaliyokaa kwenye tumbo, come out kwa jina la Yesu. Come out kwa jina la Yesu aliye hai, kwa jina la Yesu aliye hai. Come out kwa jina la Yesu aliye hai. I release a grace to conceive. I release a grace of healing even now, even now, even now, even now, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Asante Bwana, asante Bwana. Asante Bwana. Hebu mtukuze Bwana, mtukuze Bwana kwa maneno ya kinywa chako, mtukuze Bwana kwa muujiza, mtukuze Bwana kwa muujiza. Mshukuru Bwana, mshukuru Bwana. Be grateful. Anza kumshukuru Bwana, mshukuru Bwana. Mshukuru Bwana kwako wewe ambaye umefunga siku 3, na kwako wewe ambaye hujapata nafasi ya kufunga, kwako wewe ambaye umesaidiwa dakika hizi, kwako wewe ambaye umepokea nguvu, kwako wewe ambaye umesaidiwa na maombi haya. Hebu mshukuru Bwana, hebu mshukuru Yesu, hebu mshukuru Yesu. Mshukuru Bwana kwa kinywa chako. Begin to thank God. Anza kumshukuru Bwana. Open your mouth. Kwa jina la Yesu. Baba, tunakushukuru. Asante kwa kumsaidia mwanao huyu. Asante Bwana kwa kutia nyayo zetu nguvu. Asante kwa ufungulivu. Asante kwa urejesho, asante kwa neema na rehema, asante kwa nguvu zako, asante Roho Mtakatifu Mungu aliye hai. Katika jina la Yesu pokea shukrani Bwana, pokea shukrani Bwana, maana hakuna Mungu mwingine zaidi yako. Hata sasa tunakushukuru wewe Mwokozi na Mungu wetu, ni katika jina la Yesu pokea shukrani zetu Bwana. Amen. Amen and amen. Mungu akubariki sana mtu wa Mungu. Naweza ukaiachilia sasa hiyo sadaka yako. Namba zetu za mawasiliano ni alama ya kujumuisha 27786243718. Naomba nirudie, alama ya kujumuisha 27786243718. Wasiliana nasi kwa maelekezo ya kuachilia sadaka yako ya kuambatana na siku hizi 3 ya kuliteka lango la mwezi mpya. Ikiwa ndani yako bado unasikia kuna nguvu ya kuendelea kuomba, endelea tu kuomba. Lakini pia wewe ambaye umetumiwa audio hii na ndugu, umetumiwa ibada hii na rafiki, na ni mara yako ya kwanza unatusikiliza popote pale ulipo duniani na haujaokoka, na umeamua kumpokea Yesu awe Bwana na Mwokozi binafsi wa maisha yako, wasiliana nasi kwa namba zetu hizo. Andika kwamba nataka kumpokea Yesu, nataka kuokoka. Na wewe ambaye utaiachilia sadaka yako, tuandikie kwenye namba zetu hizo ili kupata maelekezo. Lakini pia yupo mwingine unasema, mtumishi wa Mungu, nahitaji ushauri wa kiroho. Andika, tuma ujumbe ama piga simu kwenye namba zetu hizo za mawasiliano na tutakurudia kwa wakati. Lakini pia wewe ambaye unatufuatilia kutoka hapo YouTube, make sure kwamba una subscribe na kuwatumia watu wengine
maana madhabahu haya yamekuwa msaada kwa watu wengi. Usiache kushare kwa wengine, ili Yesu aendelee kuwasaidia watu wake duniani kote, na jina lake liendelee kusikika na kutukuka kila kona ya dunia. Na yamkini kwamba hupo kwenye group letu la WhatsApp, group letu la maombi kwenye huduma hii ya maarifa na maombi, group letu la madhabahu ya maarifa na maombi kwa njia ya WhatsApp. Unaweza kutuma ujumbe ni unge kwenda namba zetu za mawasiliano, bado ni zile zile, ni namba moja tu, alama ya kujumuisha 27786243718. Andika ni unge na utaweza kuungwa kwenye group letu la madhabahu ya maarifa na maombi. Mungu akubariki sana. Endelea kugawa, na wewe ambaye unatusikiliza kutoka madhabahuni kwa njia WhatsApp, make sure kwamba unawatumia marafiki, unawatumia jamaa, ili na wao ambao wamekuwa wakishirikiana na wewe kwenye maombi, na wao waendelee kupokea maelekezo haya katika mwezi huu na kufunguliwa na kutiwa nyayo zao nguvu. Mungu akubariki sana. Ni mimi mtumishi wa Mungu, Mwalimu Joseph Lwamwe. Mungu akubariki. Endelea kuliitia jina la Bwana, usiache kuliitia jina la Bwana. Kaa uweponi mwa Bwana. Tukutane wakati mwingine. Shalom.